Sasa kabla sijapatia Sholei, pia mimi nataka niseme maneno mawili. Sholei, Senator wetu Kamar, sorry sana. Najua wamama ni moja. Mimi nataka niseme ya kwamba Mishira tunakupongeza, na mimi nataka niseme wakati ulisimama Kesesi, nilikuwa ninapima ni nani anashikilia hiyo kona kwa njia mzuri. Lakini mimi nataka nikupongeze na uongozi wako, kwa sababu at least tunaona matunda na tunaona unatimiza ile mambo ulisema utafanya. Kama vile Shabira amesema hapa, uongozi sometimes haitegemei penye unatoka, lakini inategemea uhusiano wako na watu na mipango mzuri yenye unasaidia watu wako. Na kwa siasa, kila mtu wako na ujuzi yake ya kufanya kazi yake. Na ujuzi ya Mishra ni hii anatuonesha, na sisi ndio tukuambia so long as ni kitu inasukuma watu wetu mbele, sisi tuko hapo, tutasimama na wewe na tutahakikisha kwamba unapata support yetu ili watu wetu wapate kusonga mbele. Unajua mimi nyumbani kabisa kwenye nilisaliwa ni Kesesi, lakini penye mimi niko ni Kapseret. So huyu akisukuma watu wangu, mimi najua anasukuma watu ya nyumbani. So mimi ninafurahi sana Daktari Mishra. Ya mwisho nataka niseme, niongezee mambo yenye wenzangu wamesema hapa. Unajua sasa zingine viongozi hao wamekaa hapa mbele, kila mtu wako na maoni yake tofauti, na vile unaangalia mambo na vile unapima, na kila mtu mwisho atatoa judgment yake. Vile Jagu amesema hapa, shida hii Kenya kubwa sio uongozi. Shida hii Kenya kubwa ni kulemea wale watu wanapiganga kura kila siku. Kwa sababu ndio Jagu ashikwe, alishikwa wakati alisema wa Chinese wamejaa River Road, mpaka wale wenyewe na wenye wanauza vitu huko wamechukuliwa nafasi. Na hiyo sio makosa. Chinese wanatuusia vitu kule China, alafu tena wafuate mpaka hapa tena uje watuusie kwa retail. Hiyo haiwezekani jamani. Hiyo haiwezekani. Na ndio mimi nataka niombe wa Kenya kwa unyenyekevu sana, penye tunaelekea hapa mbele tupime vizuri. Ukiona mambo vile inaenda haiendi vile inafaa. Mimi mwenyewe nimeuliza hiyo maneno ya Ruaraka kwa muda mrefu sana, kwa sababu maneno ya Ruaraka ilikuwa black and white. Imeenda Senate, ikakuja Assembly, ikaenda DCI, ikatoka DCI, ikazungushwa hapo. Matiang'i hajastakiwa mpaka leo, mpaka akaenda kotini, sijui amepata nini kotini ya kumzuia. Mimi hiyo ndio mambo sisi hatutaki Kenya hii. Ukifuata hii maneno ya kina Rotich vizuri sana. Huyo mama mwenye alikuwa PS for 6 months Susan, sidhani kama kuna mahali popote hata anaelewa hii kitu ilianzia wapi. Kama kwa sababu walimstaka wakasema at they procure without planning. Without planning, they start planning 2014. Susan alikuwa wapi 2014? Hapa katikati PS wangapi wamekuwa. Alafu ule mkora mkubwa Munya akakimbia mbele, akaenda kujifanya ati yeye ndio state witness, ndiye akafix hao watu wengine. Unajua hata kama mnasemanga si atuelewi hii maneno, lakini kuna vitu tunaelewa, sisi hapana wajinga. Na hiyo ndio mimi nasemanga ni lazima tuseme ukweli mkitaka hii nchi iende mbele. Ya pili, Wakenya wengi hapa, ukiuliza hawa wananchi wote wamekaa hapa, maisha yao kuanzia 2007 mpaka 2013 ilikuwa bora. 2013 to 2017 ilikuwa bora. Saa hii ukiuliza hawa wananchi hawana hata shilingi 1000 kwa mfuko yao. Ni kweli ama ni uongo jamani? Uchumi ya Kenya inateremuka, ikiharibika zaidi kwa sababu matajiri hawajui wale maskini, wale wa biashara 10,000 20,000 wanakula nini. Enda hapa River Road, maduka imefungwa. Enda hapa Eldoret hapa West Friday wakiuza vitu, biashara imeteremuka chini. And that's our concern. Sasa ingine nikisema watu wanasema sijui mimi naonea fulani, hapana.
Mimi hata kuomba hiyo 3 months kuongoza nchi, my friend, mimi naweza ongoza mzuri sana. Unafikiri huyu Lusaka huyu, ningekuwa nimeita Lusaka na timu yake ya Senate, mnataka nini? Tutatue namna hii, mimi naweza, siwezi. Ningekuwa nimeita wajumbe, shida yenu iko wapi? Tuendeshe nchi namna hii, hiyo tupeleke namna hiyo. Ningekuwa nimeita governors, tukae chini. Lakini wewe ukikuwa arrogant kwa ile watu walikupigia kura, ukikuwa wakali kwanza zaidi, ukifika area ya ile ilikuwa sasa watu yako walikupigia kura kabisa, ukifika huko unakuwa mkali kabisa. Ukifika kwa kina Shabiri wenye walipiga msituni unacheka, that's not, hatuwezi kukubali my friend. Hapo tu ndio mimi nakuanga na shida kidogo kidogo, na ndio mimi nasemanga tuseme ukweli mchana. Watu wetu wanaumia, biashara haipo, na waizi watazidi kuwa wengi, kwa sababu pesa ikipotea, vijana wanafikiria zaidi namna ya kushika bunduki, namna ya kufanya nini, kwa sababu ako na watoto, ako na bibi kwa nyumba, lazima aende saluni, lazima watoto waende shule na watu wakule. Na kama hakuna namna, watafanya nini jameni? Hiyo ndio kitu nataka rais na naibu wake na watu wenye wanaongoza serikali wafikirie. Lakini mimi naomba rais kwa heshima sana, hebu shika Matiang'i ndio tujue unasemaga ukweli. Karibu.